أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya kuingia kidogo katika uchambuzi na kuona kwamba uhuru ni kitu ambacho kwamba ni aradhiyun, ni kitu kinachoingia kwa kitu kingine, na baada ya kujiuliza swali ambalo kwamba tulijiuliza mwanzo na bado mpaka saizi hatujajibu swali hilo katika vikao vilivyopita, kuna onwani ambayo kwamba tunataka tuanze kuongea kuhusiana nayo, na hizi onwani ndizo ambazo kwamba zitakuwa ni majibu ya hilo swali ambalo kwamba tulikuwa ni wenye kuuliza katika vikao vilivyopita. Na swali hiyo ambayo kwamba tulikuwa tumeuliza ni kwamba ni vitu vipi hivyo ambavyo kwamba ni lazima mtashikane navyo ili uhuru iwe ni yenye kutimia. Ni vitu vipi? Hatujajibu bado. Tunaelezea kwanza mahia, asili ya uhuru, ndo tuangalie kama ni asili hii ya uhuru ni vitu gani ambavyo kwamba tutakuwa nenye kushikamana navyo, ndo uhuru hiyo yenye kubaki. Kwa ajili wakati mwingine tuna vitu ambavyo kwamba zinaitwa al-awaiq, vizuizi vya uhuru. Baada ya kubainika vizuizi na baada ya kubainika mawane, vitu ambavyo kwamba vinazuia uhuru, tutaangalia vitu gani ambavyo kwamba vinakuwa ni venye kutusaidia katika kubakisha uhuru, alafu tuunganishe zote kisha tuje na natija. Anaendelea anasema kwamba al-insanu yadrusu aqla ghairihi kama yadrusu hurriyata ghairihi. Hii ni unwani ambayo kwamba itakuwa ni miongoni mwa majibu za ile swali ambayo kwamba tulikuwa tumeuliza. Mwanadamu kama mwanadamu, unwani hii ni nzito ndugu zangu. Yani mwanadamu kama mwanadamu, yadrus, anasoma aqla ghairihi. Mwanadamu kama mwanadamu anasoma akili ya mwenzake, kama yadrusu hurriyata ghairihi, kama vile anavyosoma uhuru ya mwenzake. Ulimwengu, historia yake imethibitisha kwamba wanadamu kama wanadamu wameweza kufanya bidii na kuweza kusoma baadhi ya maalumat ya wanadamu kwa wanadamu kupitia baadhi ya muqaddimat, yani kupitia baadhi ya introduction. Atakapokuwa ni mwenye kusoma zile introduction ya akili ya mtu fulani, mathalan huyu bwana anaitwa nani? Anaitwa Zaid. Zaid yuko na matatizo gani? Yuko na matatizo fulani. Kama yuko na matatizo fulani, hebu tuangalie. Ataanza kusoma polepole na kudurusu akili yake vile inavyofanya kazi, kupitia maongezi yake, kupitia fikra zake, kupitia kila kitu chake. Atajua akili ya huyu bwana inafanyaje kazi. Na ndio maana tunapata maulama wa akili wengi sana wamechukua muda mrefu kusoma akili ya mwanadamu kama mwanadamu, na wakaweza kufikia natija kubwa sana ya kuweza kusoma akili ya mwanadamu. Sasa baada ya mwanadamu kusoma akili, yani kuwa na maalumat kuhusiana na akili vile inavyofanya kazi, akili vile inavyojiuliza maswali, akili vile inavyoleta majibu, akili vile inavyofikiria, na neno kufikiria, na harakati ya kufikiria, na harakati ya kuja na natija. Baada ya wao kusoma, maulama wa akili kusoma akili kama akili na utendaji kazi wake, hii akili ambayo kwamba ni silaha ya mwanadamu, pindi ambapo kwamba mwanadamu atakuwa yuko nayo, vipi pia anafikiria. Kwa hivyo kama akili inafanya kazi hivi, mwanadamu pia ana uwezo wa kufanya kazi vile akili yake inavyofanya kazi. Narudia tena,
Akili ya mwanadamu inafikiria kwa madakika, inafikiria kwa sekunde, na inakuja na natija, inatoa matakataka kwa madakika, inasafisha kwa dakika, inafanya nini kwa dakika ama kwa sekunde. Wakati akili inavyofanya hivyo kazi kama akili, wakadurusu maulamaa vile akili inavyofanya kazi, hii akili itakapowekwa kwa mwanadamu, inamaanisha huyu mwanadamu ana uwezo wa kufanya kazi vile ile akili inavyofanya kazi. Lakini swali inaweza kuwa ni kwa nini baadhi ya wanadamu wengine akili zao ni hazifanyi kazi inavyostahiki, kama vile tunavyodurusu akili kama akili, na vile Mwenyezi Mungu amesifu akili kama akili kuwa inafanya kazi? Jawabu ni kwamba ni huyu mwanadamu kama mwanadamu ambaye kwamba anamiliki akili ile. Mmoja maulama wetu anasema kwamba hajaweza kuipatia na hajaweza kuimiliki inavyostahiki, kuwa na ile malaka ya kuweza kumiliki akili yake na kuifanyisha kazi akili yake vile inavyostahiki. Maana akili mtu atakapoilalisha italala, akili mtu atakapofanyisha kazi itakuwa ni yenye kufanya kazi. Sasa katika wanadamu kuna yule mwanadamu ambaye kwamba yuko na matatizo, utapata matatizo ya kiakili, utapata kuna daktari ambaye kwamba anakuwa ni mwenye kushughulika na masala ambayo kwamba inahusiana na akili peke yake. Huyu daktari atasoma akili yako unafikiria nini kwa kupitia maswali, katika kupitia nini na nini na nini na vitu kama hivyo, kukupatia nini ndogo ndogo, yani kukupatia mitihani ndogo ndogo ili asome vile wewe unavyofikiria. Mwisho atakuja na natija. Kando na hiyo, mtu anaweza kusoma akili yako kupitia matendo yako. Matendo yako vile unavyofanya ndio ataona, oh, kumbe huyu bwana akili yake inafanya hivi, inafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa kama vile tunaweza soma miaka 20, miaka 30 mwanadamu anaketi chini anasoma kuhusiana tu na akili, na vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifu akili akiambia akili kwamba wewe ndo nitakuadhibu hapo, mfano wewe ndiye ambaye kwamba kupitia wewe nitakupatia thawabu, na kupitia wewe akili nitakupatia adhabu. Baada ya watu kufanya bidii na kusoma akili tu peke yake kwa muda mrefu, watu pia wakawa ni wenye kusoma uhuru na anayemiliki uhuru, na vipi tutaondoa uhuru kutoka kwa huyu mtu ambaye kwamba ana uhuru kwake. Kwa hivyo vile watu walivyoweza kusoma akili, ndio vile vile watu wameweza kusoma hii tabiatul hurriya, yani wameweza kusoma kuhusiana na uhuru tu. Kwa hivyo ndio maana hii onwani inasema al-insan, mwanadamu, yadrus aqla ghairihi, anasoma akili ya mwenzake kama yadrus hurriyata ghairihi. Ama unawezeka kinyume chake, al-insanu yadrus hurriyata ghairihi kama yadrusu aqla ghairihi. Mwanadamu anasoma uhuru wa mwenzake kama vile anavyosoma akili ya mwenzake. Anakuja anaangalia lafdhi hii, neno ya uhuru, unaifanyia kazi vipi, unaitendea vipi, inakufikisha wapi uhuru, inakushinda, yani inaweza kukupeleka wapi ili umshinde mwenzako na vitu kama hivyo. Sasa baada ya kuelewa hii unwan, mandugu zangu, anasema kwamba athbata ulamau tarikh, maulama wa tarikh wamethibitisha kwamba baada nini, dirasatim lilinsan, baada wao kumsoma mwanadamu kama mwanadamu, biannahu, ya kwamba huyu mwanadamu yuhibba, anapenda vitu kadhaa. Tutataja vitu kadhaa, na hapa ndio itaingia sasa mada yetu. Haya ambayo kwamba tunayasema ni jawabu ya swali, vipi
tutakuwa ni wenye kutimiza au vipi itatimizika uhuru. Kwa hivyo anasema kwamba athbata ulama tarikh baada dirasatihim, maulama wa tarikh wamethibitisha baada ya kusoma kwao mwanadamu biannahu, ya kwamba mwanadamu yuhibba, anapenda nini? Mali. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba hapendi mali. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba hapendi jaa, aljah wal manasib. Jaa wal manasib, mansab, hakuna mtu ambaye kwamba hapendi. Mansab ni cheo, hakuna mtu ambaye kwamba hapendi. Na maulama wote wamethibitisha wa akili kwamba hakuna mwanadamu ambaye kwamba hapendi mansab, yani cheo. Na wahuwa, na huyu mwanadamu, hii ni nukta ya pili. Nukta ya kwanza ilikuwa ni mali, nukta ya pili aljah wal manasib ni mansab, yani cheo. Wahuwa, na mwanadamu, musta'idun, yuko tayari, li an yataqatal, yuko tayari kupigana kwa nguvu zote, hata yudrika almanasib au hata yajid almanasib, mpaka awezi kupata nini? Mpaka awezi kupata zile cheo. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta tatu, al-insan min tabi'atihi, mwanadamu katika tabia yake, katika maumbile yake, yuhibbu an yatawalla ala ghairihi. Hapa sasa ndo nukta yetu. Mwanadamu kama mwanadamu anapenda kutawala mwenzake, imma kwa njia mbili, imma bilquwa wa au bighairi alquwa, imma kwa nguvu amtawale mwenzake au bila nguvu amtawale mwenzake. Na sidhani katika dunia hii yetu ya leo kwamba mwanadamu kama mwanadamu, kwa vile dunia vile inavyokwenda saizi, kila mmoja anaingia na nguvu tofauti. Tunaweza ona mtu ameingia katika mansab, yani katika cheo ama katika utawala, ameingia tu, lakini kumbe ameingia katika njia fulani. Lakini hapo hatutaki tuongee kuhusiana na hiyo. Lakini mwanadamu kama mwanadamu, yuhibbu an yatawalla ala ghairi, anapenda kumtawala mwenzake. Nukta ya nne ni kwamba, kwa ajili nukta ya kwanza tumetaja, nukta ya pili, nukta ya tatu, nukta ya nne, anasema al-insan bitabiatihi, mwanadamu katika tabia yake anapenda nini? Anapenda mumarasa al-hurriya, anapenda kupractice uhuru, na pia anapenda kupractice vitu vingine ambayo kwamba yuko nazo, yani maalumati ambazo kwamba yuko nazo, details ambazo kwamba yuko nazo. Sasa kuanzia hapa wahuna, na kuanzia hapa natawaqaf, mpaka katika hii nukta sasa tutasimama. Tuangalie huyu mwanadamu anapenda kupractice uhuru kivipi. Inshallah taala, mpaka hapa tutakuwa wenye kuendelea katika jalsa ambazo kwamba zinazokuja, tuweze kuelezea huyu mwanadamu kama mwanadamu anapenda kupractice uhuru wake kivipi. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.